Mimi katika mambo ya ndoa Make kwanza hapo tucheke. Tunakuombea dua. Inshallah. Katika mambo ya ndoa siwezi kuwa mshauri sana, kwa sababu najua kama mnavyoelewa au vipi bana. Lakini ndugu yangu, mimi nitakushauri tu kwamba binadamu yote mnapokaa kwa pamoja, kwa namna moja au nyingine, lazima itatokea kugharafiana, tutokea hapa kukwazana, ni kibinadamu inatokea. Sasa unapotokea kukwazana na mwenzako, kumbuka mazuri yenu mlioanza nayo, kumbuka moyo wenu wa kupendana, kumbuka nia yenu njema. Na kama unavyojua wanawake hawa viumbe, wakati mwingine za kawa na hasira, wakaongea maneno ya kukwaza kweli kweli. Sasa mimi nakuomba ndugu yangu uvumilie, kwa sababu mimi na experience kidogo katika hilo. Nishapokea maneno mengi yenye hadha na namna nimedili nayo na matokeo yake na yafahamu. Sasa nikuombe bwana harusi uvumilivu. Au vipi bwana? Wewe unatuwakilisha sisi wote kwenye nchi. Nikuombe uvumilivu, lakini Mwenyezi Mungu awajalie ndoa yenu ya heri, idumu, iwe na upendo, ikajibu. Tunasikia chini watu wanasema kuna mtoto tayari, na mtoto akawe kweli, akitoka awe na baraka, awe na maisha marefu. Mungu ampe hekima, upendo, talent kama wewe baba yake, awape nyota kama nyinyi wazazi wake, awape maendeleo, akubalike na watu kama watu.